Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za mchana leo, ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2026 kutokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ini Kongo Post News, kituo chako chema na bora cha matangazo kinachokuletea habari zetu za kila siku kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kongo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile vile una partage. Na basi tunakukaribisha katika taarifa yetu ya habari za mchana leo, ambapo tutakujuza nini kinachoendelea huko mashariki mwa DRC katika mkoa wa Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Vile vile tutakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea huko pembe zote za dunia. Karibu. Habari kutoka mjini Bukavu katika mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaeleza kuwa watu wasiopungua wawili wamepoteza maisha, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa kufuatia mlipuko uliotokea jioni ya Jumatano katika soko la Bondeko. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mlipuko huo ulitokea majira saa 1:45 usiku karibu na taasisi ya Isder Bukavu pamoja na kituo cha polisi kinachodhibitiwa na waasi wa M23. Tukio hilo limezua taharuki kubwa miongoni mwa wafanyabiashara na wakazi waliokuwa katika shughuli zao za kawaida wakati huo. Mashuhuda walioshuhudia tukio hilo wanasema kuwa kuna uwezekano kuwa mlipuko huo ulisababishwa na guruneti au grenade. Hata hivyo, hadi sasa mamlaka husika hazijatoa taarifa rasmi zinazothibitisha chanzo halisi cha mlipuko huo, na uchunguzi unaendelea ili kubaini mazingira kamili yaliyosababisha tukio hilo. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa watu wawili walifariki dunia papo hapo, huku majeruhi kadhaa wakipelekwa katika kituo cha afya kwa ajili ya kupewa matibabu. Miongoni mwa waliojeruhiwa anatajwa kuwemo askari mmoja wa usalama aliyekuwa karibu na eneo la tukio wakati wa mlipuko uliotokea. Athari za tukio hilo linaonekana pia asubuhi ya Alhamisi, ambako maduka kadhaa ya kubashiria michezo yaliyopo katika eneo hilo yalibaki yamefungwa. Wafanyabiashara wengi walieleza kuwa waliamua kusitisha shughuli zao kwa hofu ya usalama, huku wakisubiri hali itakapotulia na taarifa rasmi kutolewa na mamlaka. Mlipuko huu unaongeza wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika mji wa Bukavu, eneo ambalo limekuwa likabiliwa na changamoto mbalimbali zinazotokana na mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wananchi wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka kuchunguza tukio hilo kwa kina na kubaini waliohusika iwapo ni shambulio la makusudi, na kuimarisha hatua za ulinzi ili kuzuia matukio kama hayo yasijirudie. Hadi sasa chanzo cha mlipuko huo bado hakijathibitishwa rasmi, na idadi ya majeruhi inaweza kubadilika kadri uchunguzi na tathmini zinavyoendelea. Hiyo ndiyo habari yetu kutoka mjini Bukavu, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako habari kutoka eneo la Bafuna katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaonyesha kuwa hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya kufuatia mapigano mapya yaliyotokea kati ya makundi mawili ya wazalendo ya kundi la Uhuru ya DRC. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo, mapigano hayo yalizuka siku ya Jumanne tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika kijiji cha Kilambo. Wapiganaji waliokuwa chini ya uongozi wa kamanda anayejulikana kwa jina la Kayungu walihusika katika makabiliano hayo, ambako milio ya risasi iliendelea kusikika kwa muda mrefu katika eneo hilo. Hadi sasa sababu halisi kilichochochea mapigano hayo bado hazijafahamika, na mazingira yaliyosababisha pande zote mbili kuingia vitani yanaendelea kuchunguzwa. Hata hivyo, tukio hilo limeongeza hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo ambao tayari walikuwa wameathiriwa na migogoro ya mara kwa mara. Si mara ya kwanza kutokea kwa mapigano ya aina hiyo katika eneo la Walikali. Wiki chache zilizopita makundi mengine ya wazalendo yanayoongozwa na Mashite Kashira na Mushunganya Zidane yalipigana katika kijiji cha Batakirwa. Makabiliano hayo yaliwalazimu mamia wananchi kukimbia makazi yao na kujificha porini wakihofia usalama wao. Kutokana na mapigano mapya ya Kilambo, wananchi wengi walikimbia hapo awali bado hawawezi kurejea manyumbani. Hali hiyo imeendelea kuzorotesha maisha ya kawaida, huku familia nyingi zikiendelea kuishi katika mazingira magumu bila huduma za msingi. Athari nyingine kubwa ni kusimamishwa kabisa kwa usafiri kwenye barabara ya Ntoto kuelekea Ngora. Barabara hiyo ni muhimu kwa usafirishaji wa watu na bidhaa, lakini
lakini kwa sasa imefungwa kutokana na ili ya kutokuwa na usalama. Kusimamishwa kwa shughuli za usafiri kunatarajiwa kuathiri biashara, upatikanaji wa bidhaa muhimu na huduma kwa wananchi wa maeneo hayo. Mkuu wa kundi la Bafuna Mwami Mongi Lufuno Espoir amethibitisha kuwepo kwa mapigano hayo na kutoa wito kwa mamlaka ya serikali kuchukua hatua za haraka. Ameomba jeshi la FARDC kupelekwa katika eneo hilo ili kurejesha usalama na kuzuia mapigano kuendelea. Kwa mujibu wa kiongozi huyo wa kimila, kurejea kwa utulivu ni jambo muhimu ili wananchi waliokimbia makazi yao waweze kurudia manyumbani kwao. Amesema leo usalama inapaswa kuimarishwa mapema ili watoto waweze kujiandaa kwa utulivu kuelekea misimu mapya ya masomo unaokaribia. Kwa sasa hali katika eneo la Kilambo inaendelea kufuatiliwa kwa karibu na viongozi wa eneo hilo pamoja na wananchi, huku wengi wakisubiri hatua za serikali zitakazosaidia kurejesha amani na kuwalinda raia dhidi ya madhara mapigano ya ndani. Hiyo ndiyo mwisho ya habari yetu kutoka huko Kilambo mkoani Kivu Kaskazini katika eneo la Walikale. Habari za leo kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaonyesha kuwa makundi ya wazalendo kutoka mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini yametokeza hadharani kupinga mpango wa kuanzishwa kwa kamati ya kitaifa ya wazalendo bila kushirikishwa katika maandalizi na maamuzi yake. Katika tamko lililosomwa na Dominique Ndaruhute ambaye alijitambulisha kama kamanda wa kundi la CMC ya Nyantura, viongozi hao walisema hawatakubali kamati yoyote itakayoundwa bila kwanza kushirikiana na makundi mbalimbali ya wazalendo yanayopatikana mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wao, hatua hiyo inaweza kuleta mgawanyiko na kuzofisha mshikamano wa makundi yanayojihusisha na mapambano ya usalama katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tamko hilo, wazalendo hao walieleza kuwa hawatambui Dadi Saleh Idi kama mwanachama wa harakati za upinzani au makundi ya wazalendo. Walisema msimamo huo unatokana na kile walichodai kuwa hakuna makubaliano yaliyofikiwa kuhusu nafasi yake ndani ya muundo wa makundi hayo. Mbali na kupinga kuundwa kwa kamati hiyo, wazalendo wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini pia wametaka kushirikishwa kikamilifu katika mazungumzo ya kitaifa yanayotarajiwa kufanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanasema makundi yote yanayoshiriki katika juhudi za kurejesha usalama mashariki mwa nchi hiyo yanapaswa kupewa nafasi ya kutoa maoni na kushiriki katika kutafuta suluhisho la kudumu la mgogoro unaoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa viongozi au ushirikishwaji wa pande zote utasaidia kuhakikisha maamuzi yatakayofikiwa yanawakilisha maslahi ya wananchi na ya makundi yanayohusika moja kwa moja na hali ya usalama katika maeneo yanayoathirika na vita. Katika tamko lao, wazalendo hao pia wanasisitiza kuwa wanaendelea kuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi katika juhudi zake za kurejesha amani mashariki mwa nchi. Walisema wanaamini kuwa serikali inapaswa kuendelea kutafuta suluhisho la kisiasa na kijeshi ili kukabiliana na changamoto za usalama, huku wakieleza mtazamo wao kwamba mashariki mwa nchi inaendelea kukabiliwa na kile wanachokiita uvamizi wa wanajeshi kutoka huko Rwanda. Kwa sasa bado haijajulikana iwapo serikali ya Kongo itatoa msimamo rasmi kuhusu matakwa yao ya wazalendo. Hata hivyo, tamko hilo linaonyesha kuwa swala la uwakilishi wa makundi mbalimbali katika mchakato wa kutafuta amani linaendelea kuwa jambo nyeti na muhimu katika juhudi za kumaliza mzozo unaoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ndio ilikuwa ripoti yetu ya habari kuhusu habari za siasa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya usalama inaendelea kutia wasiwasi katika eneo la Luihi wilayani Kabare mkoani Kivu Kusini baada ya shambulio la watu wenye silaha lililosababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhi watu kadhaa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, shambulio hilo lilitokea jioni ya Jumatatu tarehe 27 majira saa 1:50 usiku. Inadaiwa kuwa kundi la watu wenye silaha waliokuwa na mapanga, visu pamoja na bunduki lilivamia kambi la Kajabwe kabla ya kuelekea katika kitongoji cha Lomera. Mashuhuda wanasema milio mikali ya risasi
risasi ilisikika kwa muda mrefu, hali iliyowalazimu wakazi wengi kukimbia makazi yao kwa hofu ya usalama. Wakati wa uvamizi huo, washambuliaji walidaiwa kuvamia zaidi ya nyumba 20 na kuondoka na mali mbalimbali zenye thamani. Walifyatua risasi katika kituo cha biashara cha Luhii kabla ya kutoweka. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mtu mmoja msichana kijana kutoka familia ya Chuma ambaye baadhi ya vyanzo vinamtambua kwa jina la Dada alifariki dunia katika shambulio hilo. Takriban watu 10 walijeruhiwa vibaya huku wengine wakipata majeraha ya viwango tofauti. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni Kagame Marcele, mke wake, mtoto wao pamoja na kijana mmoja aliyekuwa akifanya kazi bandarini. Majeruhi wote walikimbizwa katika hospitali ya Fomulake kwa ajili ya kupewa matibabu. Vyanzo hivyo vinadai kuwa shambulio hilo lilidumu kwa masaa 4 hivi. Pia vinadai kuwa vikosi vya usalama vya M23 vilifika katika eneo la tukio, lakini washambuliaji walifanikiwa kutoroka kabla ya kuwakamata. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa na chanzo huru. Wakazi wa Luhii wanasema mashambulizi ya usiku na uporaji wa kutumia silaha yameongezeka katika wiki za hivi karibuni. Wanakumbusha kuwa tukio la aina hiyo pia imeripotiwa tarehe 23 Julai katika kambi ya Kajabwe ambako fedha, dhahabu na mali nyingine zenye thamani ziliporwa. Kutokana na hali hiyo, wananchi wanatoa wito kwa mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuongeza juhudi za kurejesha usalama katika maeneo yanayoathiriwa na migogoro ya silaha ili kulinda maisha na mali ya raia. Hadi sasa uchunguzi kuhusu utambulisho wa washambuliaji unaendelea huku mamlaka zikitarajiwa kutoa taarifa zaidi kadri uchunguzi unavyoendelea. Hiyo ndiyo ilikuwa ripoti ya habari kuhusu mashambulio ya watu wenye silaha kutokea katika eneo la Luhii wilayani Kabare mkoani Kivu Kusini. Baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi mpendwa msikilizaji, acha nikuongee moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea kule pembe zote za dunia. Karibu. Iran imesema imetekeleza mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwenye vituo na kambi za kijeshi za Marekani huko Jordan na Bahrain katika kujibu mashambulizi mengine ya anga ya Marekani yaliyofanywa usiku. Milipuko kadhaa pia imesikika karibu na uwanja wa ndege wa Erbil katika eneo la Kurdistan nchini Iraq ambapo ni nyumbani kwa wanajeshi wa Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa tishia kulipiza kisasi dhidi ya Iran na washirika wake wa Houthi nchini Yemen kufuatia mashambulizi dhidi ya meli za mafuta za Saudi Arabia katika bahari ya Shamu. Bei ya mafuta imefika dola 100 kwa pipa kwa mara ya kwanza tangu Mei, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu mzozo unaoendelea. Aidha, Tehran imetishia kushambulia kambi ya jeshi la wanaanga wa Uingereza baada ya kudai kwa mara ya kwanza tangu kuanza tena kwa uhasama kwamba ndege ya kivita ya Marekani iliyotoka Uingereza ilishambulia Iran. Wizara ya Ulinzi ilisema Uingereza iko tayari kujilinda dhidi ya mashambulizi. Je, zipi athari za mapigano haya ya anga kwa pande zote mbili? Na je, mambo yanaweza kutokota na kuwa mabaya zaidi? Sarush Negardari, mwanahabari wa BBC kutoka Iran, ana maelezo zaidi. Kwa Iran ni wazi matokeo yake ni hasara za kijeshi na vifo vya mara kwa mara, ikiwa ni pamoja na raia. Imeharibu miundombinu yake na uchumi ambao tayari umedhoofika na ambao hauwezi kujitosheleza kwa muda mrefu wa vita. Lakini wakati huo huo, kile ambacho Iran inategemea ni kuongezeka kwa bei ya mafuta katika soko la kimataifa pamoja na shinikizo la ndani na la kimataifa kwa Rais Trump kumaliza mzozo huo. Inaonekana kuwa pande zote mbili hazitaki kurudi kwenye vita kamili, lakini pia kila upande unasubiri mwenzake apunguze masharti yake. Iran bado inasisitiza kwamba usafiri kupitia mlango bahari wa Hormuz unaweza kufanyika tu kupitia njia ambazo imeziidhinisha na sio kupitia njia zingine kama vile karibu na Oman. Kwa hivyo inaonekana pande zote mbili zinasubiri upande mwingine ukate tamaa kwa gharama kubwa ya vita wanayoipitia. Wadau kutoka sekta za sheria, biashara na uwekezaji na serikali kutoka ndani na nje ya Afrika Mashariki wamekutana Dar es Salaam kwa mkutano wa siku 3 kujadili namna usuluhishi wa migogoro ya kibiashara nje ya mahakama unavyoweza kuimarisha mazingira ya biashara, kuvutia uwekezaji na kusaidia utekelezaji wa miradi mikubwa
ya maendeleo. Lakini mfumo huu unafanya kazi vipi? Ili kufahamu zaidi, mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibure amezungumza na wakili Aderickson Njunwa, rais wa taasisi ya usuluhishi mbadala Tanzania. Mikutano kama hii inalenga kuboresha mazingira hasa kwa washiriki au wataalamu wa usuluhishi wa migogoro ya kibiashara ili kuhakikisha kuweka mazingira tayari endapo migogoro inatokea ya kiuwekezaji, kwa sababu tunashuhudia uwekezaji mkubwa sana unaendelea kufanyika katika nchi yetu na maendeleo yanaendelea kuongezeka katika nchi yetu. Kwa hiyo tunaandaa wataalamu wa kushughulikia hiyo migogoro kwa njia mbadala, ambapo sasa tutasaidia kufikia hiyo dira ya maendeleo ya taifa, kwa maana ya kuhakikisha migogoro itakayojitokeza inashughulikiwa kwa haraka, kwa kitaalamu, lakini kwa haki zaidi. Lakini kwa nchi za Afrika Mashariki pamoja na Afrika kwa ujumla, ni pahala sasa pa wataalamu kukutana na kubadilishana uzoefu na hata kufikiria njia za pamoja za kushughulikia masuala makubwa ya uwekezaji wa unaovuka mipaka, cross border investment disputes zinazovuka mipaka, kuona namna ambavyo tunaweza tukaja kwa pamoja, mbinu za pamoja. Tunajadili masuala ya AfCFTA, namna na frameworks nyingine zinavyofanya kazi katika Afrika, na kubadilisha uzoefu. Wapi kitu gani kimefanikiwa nchini kwenu, kitu gani hakijafanikiwa huku, tunaweza tukakiboresha vipi? Kwa hiyo ni mkutano wa manufaa sana. Unaweza kutueleza ni mbinu gani na zipi zimeonekana kwa kuleta mafanikio zaidi kwa kuangalia kwa uharaka wa usuluhishi, lakini pia muda? Mojawapo ni usuluhishi na upatanishi, mediation na arbitration, lakini pia na maridhiano. Ni njia ambazo zinajulikana sana na zinatumiwa sana katika migogoro ya kibiashara, ambako mgogoro unashughulikiwa kwa haraka na unamalizika kwa haraka, lakini wadau wamekuwa wametumia muda mchache pamoja na gharama nafuu katika kushughulikia migogoro kwa njia hizo. Nyingine natumika ni maridhiano tu, mazungumzo, na migogoro inakuwa imemalizika. Kwa wafanyabiashara na wawekezaji wanaotegemea mahakama kutatua migogoro, kwa nini usuluhishi nje ya mahakama ni mbadala mzuri na unatoa faida zipi kwa ukuaji wa biashara na uchumi wao? Suluhu inayopatikana kwa njia mbadala au uamuzi unaopatikana kwa njia mbadala za kimahakama una hadhi sawa na mchakato uliofuatwa hata kimahakama. Kwa maana hiyo, hata michakato inayofanyika nje ya mahakama ya mbadala ya kushughulikia matatizo inatambulika kisheria. Lakini cha pili, unatumia muda kidogo tofauti na mahakama, kwa sababu mahakama zetu kwa kawaida zinatumia kanuni ya kilichoingia kwanza ndo kinachotoka kwanza au kinachoshughulikiwa kwanza. Lakini huku kwa njia mbadala, faida iliyoko ni kwamba nyie mnaodaiana mkishamchagua au tukiwasaidia taasisi ya usuluhishi wa migogoro ya kibiashara, tukiwasaidia kuteua mtu wa kushughulikia mgogoro wenu, ndio huyo na yeye ana mgogoro wenu huo. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kushughulikia mgogoro haraka, lakini kwa haki, na mkapata suluhu haraka pasipo kutumia muda mrefu wala gharama kubwa, na mkarudi kwenye biashara. Lakini faida ya tatu, huku suluhu huwa inapatikana kwa kanuni ya maridhiano, kwa sababu huwa tunasema hivi, usuluhishi wa migogoro kwa njia mbadala ni mchakato ambao unategemea kutumia makubaliano kushughulikia kutokukubaliana. Kwa maana ya kwamba hamkubaliani ndio maana mna mgogoro, lakini mchakato wa kuja kufika kwenye kupata suluhu lazima mnakubaliana nyie pande mbili. Kwa hiyo mwisho wa siku huu mchakato unawalazimisha mrudi kwenye mazungumzo, unawalazimisha mnaelewana kwa kila hatua. Kwa hiyo mwisho wa siku mna uwezo wa kutunza mahusiano yenu ya kibiashara. Lakini pia faida ya nne, utekelezaji wa suluhu inayopatikana kwa njia hizi za mbadala au utekelezaji wa uamuzi unaotokana kwa njia hizi za mbadala ni rahisi kuliko utekelezaji wa kimahakama. Kwa nini? Huwa tunasema suluhu inayopatikana huku inawabana pande zote mbili na haikatiwagi rufaa. Kwa hiyo hakuna tena mlolongo. Lakini pia hiyo inatokana na ukweli kwamba hata kabla hamjaenda kwenye mchakato mnakuwa mmekubaliana na kujiapiza kwamba kitakachofikiwa ndicho kitakuwa hicho hicho. Unawalazimisha mnaelewana kwa kila hatua. Kwa hiyo mwisho wa siku mna uwezo wa kutunza mahusiano yenu ya kibiashara. Lakini pia faida ya nne, utekelezaji wa suluhu inayopatikana kwa njia hizi za mbadala au utekelezaji wa uamuzi unaotokana kwa njia hizi za mbadala
ni rahisi kuliko utekelezaji wa kimahakama. Kwa nini? Huwa tunasema suluhu inayopatikana huku inawabana pande zote mbili na haikatiwagi rufaa. Kwa hiyo hakuna tena mlolongo, lakini pia hiyo inatokana na ukweli kwamba hata kabla hamjaenda kwenye mchakato mnakuwa mmekubaliana na kujiapiza kwamba kitakachofikiwa ndicho kitakuwa hicho hicho.